Naam, mke wa Tundu Lissu azua balaa Ubelgiji Ulaya. Taarifa mbaya kwa Samia Suluhu na mahakama za Tanzania, huku mke wa Tundu Lissu Alisha Lissu akifichua maovu mbele ya kamati ya haki za binadamu ya bunge la Ulaya. Sasa mke wa Tundu Lissu azungumza mpaka katokwa na machozi kuhusu mume wake gerezani, afichua mateso yote anayopitia Lissu na ujumbe wa mwisho aliyoutamka mbele ya bunge hilo la Ulaya utakushangaza. Kabla kuonyeshe kila kitu na nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Mtazamaji, mke wa Tundu Lissu Alisha Tundu Lissu amezua balaa zito leo Ubelgiji. Vita inayohusu kifungo cha Tundu Lissu imechukua sura nyingine baada ya hisia za mkewe Alisha Lissu kuangua kilio wakati akihutubia kamati ya haki za binadamu ya bunge la Ulaya. Hali hiyo ya kihisia imevutia hisia za kimataifa kwa haraka na kuibua hisia miongoni mwa wafuasi wa Tundu Lissu na vilevile kuweka mtazamo mpya kwa Tundu Lissu kuendelea kuzuiliwa au kufungwa na athari za kifungo chake kwa familia yake. Akizungumza mbele ya wabunge wa bunge la Ulaya, Alisha Tundu Lissu, mke wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, alijitahidi kuzuia hisia zake huku akieleza matatizo ambayo familia yake Tundu Lissu imekumbana nayo tangu mumewe alipowekwa chini ya ulinzi. Akitoa ushuhuda wake, mke wa Tundu Lissu Alisha alieleza kwa kipindi hicho tangu Tundu Lissu kuwekwa mahabusu ni moja ya sura zenye maumivu makali kwa familia yake. Alielezea kuishi kwa wasiwasi na kutokuwa na uhakika kila wakati, huku akifuata kila maendeleo katika kesi inayoendelea ya mchongo ya uhaini. Mara kadhaa mke wake Alisha alionekana kuzidiwa na hisia mbele ya bunge la Ulaya, huku akizungumzia changamoto zinazomkabili mume wake Tundu Lissu na athari za hali hiyo katika familia yao. Inasemekana chumba cha bunge la Ulaya kilinyamaza, huku mke wa Tundu Lissu akihangaika kupitia sehemu za ushuhuda wake, huku machozi yakimtiririka. Kauli yake hisia mara moja iliwagusa baadhi ya wajumbe wa kamati na watetezi wa haki za binadamu waliohudhuria kikao hicho ndani ya bunge au ndani ya kamati za haki za binadamu huko Ulaya. Ushahidi huo ulilenga sana kuendelea kushikiliwa au kuzuiliwa kwa Tundu Antipas Lissu kwa zaidi ya siku 400 bila kesi yake kukamilika, na wasiwasi ambao familia yake inasema kuhusu ustawi wake. Kulingana na Alisha, mke wa Tundu Lissu, moja ya mambo magumu zaidi imekuwa kushughulika na mawasiliano duni na kutokuwa na uhakika kuzunguka hali yake na mawasiliano duni au machache ya kuweza kuwasiliana na mume wake Tundu Lissu. Aliambia kamati kwamba uzoefu huo umekuwa wa kuchosha kihisia, si kwake tu bali kwa familia nzima na hata watoto wa Tundu Lissu. Alipoendelea kuongea, uzito wa kihisia wa hali hiyo ulizidi kuonekana kwa wanaomuunga mkono Tundu Lissu. Picha na video na taarifa zilizotoka kwenye kikao hicho Ulaya zimezidisha hoja kwamba kesi yake Tundu Lissu inaenda mbali zaidi ya kisiasa na imekuwa suala la kibinafsi na la kibinadamu. Hata hivyo, ujumbe huo ulikuwa katikati ya uwasilishaji wa Alisha, mke wa Tundu Lissu. Alidai kuwa wakati mijadala ya kisiasa ikiendelea, kuna familia pia inayopitia matokeo kila siku na maumivu. Kuna mke anayemsubiri mumewe, kuna wapendwa wana wasiwasi juu ya maisha yake ya baadaye, kuna watoto ambao wanasubiri kumwona baba yao kila siku, na kuna kutokuwa na uhakika ambayo inaendelea kwa kila kuchelewa na kila hatua mpya ya mchakato wa kisheria. Huyu si mwanafamilia wa kwanza wa Tundu Lissu ndani ya mwezi huu na mwezi uliopita ambaye amemzungumzia Tundu Lissu nje ya nchi. Mwanae Tundu Lissu, Agostino Tundu Lissu, mwezi uliopita vile alionekana katika kikao na wabunge wa seneti au watu maarufu ndani ya seneti la Marekani akiweza kuzungumza nao, na inadaiwa alizungumzia na kugusia suala la haki za binadamu nchini Tanzania, vile kugusia sana suala la baba yake Tundu Lissu ambaye amezuiliwa gerezani na kesi yake kuahirishwa mara kwa mara, kupelekea Tundu Lissu kukaa gerezani kwa zaidi ya siku 400. Mke wa Tundu Lissu Alisha pia alizitaka taasisi za kimataifa na mashirika ya kutetea haki za binadamu kuendelea kufuatilia kwa karibu hali ya Tundu Lissu gerezani. Alisisitiza umuhimu wa kuhakikisha kuwa haki za kimsingi zinaheshimiwa, ikiwa ni pamoja na kupata huduma za afya, mawasiliano na wanafamilia na kutendewa haki chini ya sheria. Rufaa yake haikuelekezwa kwa bunge la Ulaya pekee bali pia kwa jumuiya pana ya kimataifa. Kikao chenyewe huko Ubelgiji kilikuwa sehemu ya mjadala mpana zaidi kuhusu haki za binadamu na maendeleo ya kidemokrasia nchini Tanzania. Huku Tundu Lissu akibaki korokoroni, bado familia yake na watoto wake
inaendelea kusubiri majibu huku ikifuatilia kwa karibu kile kinachoendelea katika kesi hiyo. Kwa Alicia, mke wa Tundu Lissu, pambano hilo si la siasa tu au taratibu za kisheria, pia inahusu mume, baba na familia inayotumaini siku ambayo kutokuwa na hakika kutakoma hatimaye. Walakini umakini mwingi ulihamia haraka kwa ushuhuda wa kihemko wa Alicia, mke wa Tundu Lissu, na maelezo yake ya kile ambacho familia imekuwa ikipitia. Hata hivyo, waangalizi na wachambuzi wamebaini kuwa matamshi yake mke wa Lissu yalibadilisha kile ambacho kingeweza kuwa usikilizaji wa kawaida kuwa akaunti ya kibinafsi ya hasara, kutengana na kutokuwa na uhakika. Ushuhuda huo wa hisia umekuja wakati kesi ya Tundu Lissu ikiendelea kuvutia kimataifa. Mashirika ya haki za binadamu, mashirika ya kisiasa na waangalizi wa kimataifa wameendelea kufuatilia kwa karibu matukio hayo. Ndani ya Tanzania, kesi hiyo imesalia kuwa moja ya masuala ya kisiasa na kisheria yanayofuatiliwa kwa karibu zaidi nchini humu. Nje ya Tanzania imezidi kuwa sehemu ya mazungumzo mapana kuhusu demokrasia, haki za binadamu na uhuru wa kisiasa nchini. Kujitokeza kwa Alicia Lissu mbele ya bunge la Ulaya sasa kumeongeza mwelekeo mwingine kwenye mjadala huo. Badala ya kukazia fikira mabishano ya kisheria pekee, alielekeza uangalifu kwenye matokeo ya kibinafsi ya hali iliyokuwa ikiendelea. Ujumbe wake mke wa Lissu ulikuwa rahisi lakini wenye nguvu. Ujumbe wake mke wa Lissu ulikuwa rahisi lakini wenye nguvu. Nyuma ya kila kichwa cha habari cha kisiasa ni familia. Nyuma ya kila kesi mahakamani kuna watu ambao maisha yao yameathiriwa na matokeo. Na nyuma ya mijadala ya kuzuiliwa kwa Tundu Lissu ni mke ambaye anasema anaendelea kusubiri na kutarajia siku mumewe atakaporejea nyumbani. Wakati kikao hicho kilipokamilika, washiriki kadhaa waliripotiwa kuelezea wasiwasi wao juu ya masuala yaliyoibuliwa na kusisitiza umuhimu wa kuendelea kufuatilia maendeleo kupitia njia za kidiplomasia na haki za binadamu. Wakati huo huo, mjadala kuhusu kesi ya Tundu Lissu unaendelea nchini Tanzania na kimataifa, lakini kwa watu wengi walioutazama ushuhuda wa Alicia Lissu, taswira kubwa ya kikao hicho haikuwa kauli ya kisiasa wala hoja ya kisheria. Wakati taratibu za kisheria zikiendelea, macho ya wengi yatabaki kuangalia yatakayotokea katika kesi ya Tundu Lissu baada ya mke wake Alicia Lissu kupeleka swala hilo Ulaya. Lakini muda mrefu baada ya kusikilizwa kwa kesi hiyo, taswira moja iliendelea kuvuma kwenye mitandao ya kijamii na duru za kisiasa. Taswira ya Alicia Lissu akipigana na machozi huku akitoa rufaa ya kihisia kwa mtu huyo ambaye anasema tayari amekaa muda mrefu sana na familia yake, ambaye kumradhi amekaa mbali sana muda mrefu sana na familia yake. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti au habari hizi. Kabla tuweze kufunga taarifa hizi, nijuze maoni yako, mtazamo wako upande wa maoni kuhusiana na ripoti hii ya mke wa Tundu Lissu Alicia Lissu. Vile mtazamaji, like video hii, subscribe, kisha bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.